Ifahamike ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani hakutufundisha pekee kuamiliana wakati wa furaha, bali vile vile tukafundishwa kuamiliana kwa wema wakati wa ugomvi au baada ya ugomvi. Na leo kipengele muhimu cha kuzungumzia, tazungumzia hususan kwenye jambo la ugomvi wa talaka unapotokea. Madha ba'da talaq, baada ya talaka kunafata nini? Fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan. Allah katika Qur'ani ametufundisha kuishi nao kwa wema wanawake, kisha vile vile akatukumbusha na kutufundisha kuwa kama ikitokea kuachana basi muachane kwa wema. Asilimia kubwa yetu sisi tunajua kuishi nao kwa wema wakati wa furaha, wakati wa kuoana, wakati mko pamoja. Wingi sana tunaishi kwa wema, au tunajua ukiambiwa mfurahisha unajua utamfurahisha vipi, lakini nikupi huku au tasrihun biihsan au fariquhunna bima'ruf. Katika aya nyingine Allah anasema au farikianeni kwa wema. Kwa nini leo tusitosheke tunapoachana tukaulizwa kuna nini? Mbona? Kwa nini tusitosheke kwa kusema haikuwa kheri? Kwa nini lazima tuchafuane? Kwa nini lazima tutie watoto chuki? Kwa nini lazima familia mbili zigombane? Wakawa wale watoto wanakulia hawana muelekeo, wanaogopa kuelekea kwa maami zao, baba mdogo, sababu ni upande wa baba, au wanaogopa kama analelewa na baba yao kwenda kufurahika na wajomba zao, sababu ni upande wa mama. Madhambuhum, ni nini dhambi la hawa watoto? Wamefanya nini hawa watoto kwa ugomvi wa wazazi mpaka wakawa wanaishi maisha ya kunyanyasika na kuteseka? Ni sababu tunapoachana hatuachani kwa wema. Tahsul au tahduthu yani umur sayyi'a, kunatokea vitu viovu vinavyopita katika watu kukosana, vitu vya ajabu kabisa, watu wakasingiziana, watu wakachafuana, watu wakapelekana mpaka makotini. Haziishi kesi za talaka kwenye ofisi za kadhi. Kadhi wa kila sehemu, nenda ukaone watu wanavyochafuana sehemu zile, kana kwamba hawakushare kitanda pamoja, kana kwamba hawakuishi kwa uzuri pamoja, kana kwamba hawana watoto hawa watu. Wala tansawul fadla bainakum, Allah nasema wala musije mukasahau fadla baina nyinyi. Tazungumzia baadhi ya suwar sayyi'a taqa'u ba'da talaq ili tujiepushe nazo. Tuzungumzie baadhi ya mambo maovu yanayotokea baada ya talaka ili tujiepushe na mambo kama haya. Cha kwanza tunapokosea ni kumtoa mwanamke nyumbani baada ya talaka, au mwanamke mwenyewe kutoka katika nyumba ile. Utaniwacha, akakusanya virago na kuelekea kwao, na pengine talaka haijatoka, akaondoka katika nyumba na kuelekea kwao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha an-nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Allah nasema katika Qur'an ya ayuha an-nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Anamkhutubia mtume wake, na ni khitabu kwetu sisi sote. Endapo mutawapatia talaka wake zenu, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda wattaqullaha rabbakum. Hapa ndipo pahali au mahali shahid.
kabla Allah subhanahu wa ta'ala kueleza baada ya talaka, akatuhusia ucha Mungu. Muogopeni Mola wenu nyinyi, muogopeni Mola wenu kwa haya mnayoyafanya baada ya talaka. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna, mnapowapa talaka msiwatoe katika nyumba zao. Qala al-Imam ash-Shawkani rahimahullah, Imam ash-Shawkani anasema katika aya hii, wa adhafa Allahu al-buyuta ilayhinna, na Allah akazielemeza nyumba kuwa ni zao wao, msiwatoe katika nyumba zao, sio nyumba zenu, nyumba zao. ma annaha, pamoja na kuwa nyumba hizo liazwajihinna, ni za waume zao, lakini Allah akasema ni nyumba za wanawake. Kwa nini? Litakidi nahi, ili kutilia mkazo kuwa hili jambo limekatazwa katika sheria. Tumekatazwa tusiwatoe majumbani. Mwanamke eda anaikaa kwenye nyumba ya mumewe. Eda anapopewa talaka anaikaa kwenye nyumba ya mumewe mpaka malize eda yake. Leo tukiachana tu, talaka ikisimama kwao, au pengine talaka haijasimama, yeye tayari ashakusanya virago. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudh dhalimun. Allah anasema katika Qur'ani, baada aya hii au katika aya hii Allah anasema, baada kueleza jinsi gani ya kuachana wakae katika majumba yao, Allah akasema tilka hududullah, hiyo ni mipaka Allah amewaekeeni. Fala ta'taduha, musije mukaiendea kinyume mukaifanyia uadui, musije mukafanya kinyume na vile tulivyoamrisha. Waman yataadda hududallah, na yule atakayefanya uadui mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humudh dhalimun, hao ni madhalimu. Wewe mwanamume unampa mkeo talaka ukamkusanyia virago na kumpeleka kwao, fa'lam annaka dhalim, wewe ni dhalim. Tilka hududullah waman yataadda hududallah faulaika, Allah anasema katika Qur'an, wale wenye kuziendea kinyume mipaka ya Allah, faqad dhalama nafsa, naam, amejidhulumu nafsi yake. Katika aya nyingine anasema faulaika humudh dhalimun, hao ni madhalimu. Ni dhalim kwa mwenzake na dhalim juu ya nafsi yake, sawa awe ni mwanamke au ni mwanamume. Kama ni mwanamke, hasira zimempanda, akaomba talaka, katoka katika nyumba yake kuelekea kwao, akakusanya virago, huyo naye vile vile ni dhalim. Na kama ni mwanamume amemtoa, huyo naye ni dhalim. Katika kosa la kwanza baada ya talaka linalotokea ni hili, ukamkusanyia virago na kumpeleka kwao kwa ajili mumeachana, tayari uadui unaanzia hapa. Lakini lau atakaa kwenye nyumba, akae kwenye nyumba ile, una shughuli zako na yeye na shughuli zake, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia rahma baina yenu na mkarudiana, bila hata kuja mtu kuwasuluhisha, bila hata kwenda kwa watu mkenda mkachafuana. Lakini kwa kuwa tunafanya mambo kinyume na sheria, tunajikuta mwisho wa siku tunajichafua nafsi zetu na kuwachafua wake zetu au wale watalaka wetu tulioacha, na mwisho wale watoto wanazunguka hawaelewi pa kushikililia. Jambo la pili, al-iftira wal-kadhib ala at-taraf ath-thani, kumzulia mwingine uongo. Kuzuliana, huyu mume akamzulia mke uongo au mke akamzulia mumewe uongo baada ya kuwa washaachana, au pengine kesi imepelekwa kwa kadhi, wanasikilizwa. Pengine mwanamume amekutwa na makosa, sasa kutaka kujitakasa nafsi yake, au mwanamke anakutwa na makosa, sawa iwe ni wakati wa talaka au baadaye. Unamkuta mwanamke amewachwa, anatafuta kheri nyingine aolewe. Wakati anatafuta kuolewa, anadanganya kwa familia zile ambazo kwamba zinakuja kumuoa, yule alioniacha alikuwa akinipiga, akinidhulumu, akiniletea wanawake paka kwenye kitanda changu, kadha wa kadha. Innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma zala ahadukum yakdhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba.
Mtume anasema uongo unapelekea katika uovu, na uovu utakupelekeeni motoni. Kuna faida gani ukadanganya, ukasema uongo? Pengine mwanamume umekutwa na kosa, kila mmoja na makosa, ukakutwa na kosa, sawa ni kubwa au ni dogo, ukaanza kumsingizia binti ya watu uongo, au pengine kwa kuwa Allah amekupatia ulimi. Inna fil bayani la sihra. Mtume anasema katika ubainifu, katika kuongea kuna watu wanaofasaha, unaweza ukadhania mazingaumbwe. Akikaa hapa akaiongea batil, unaweza kuiona ni haki, na akiongea haki unaweza kuiona ni, akitaka kuibadilisha anaweza kuibadilisha moja kwa moja. Amepewa ulimi wa kuzungumza. Ukamnyanyasa binti ya watu kwa kuwa maskini hajui kujieleza, au akizungumza kidogo analia, unapatiliza pale pale, ndio unakandamiza. Unasema uongo wa kila sampuli. Unajua huyu hawezi kujitetea, talia tu. Hani katika makosa mengine ambayo kwamba tunakuwa ni wenye kuyatekeleza baada ya talaka. Je, kweli sisi ndio ambao kwamba tumeambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan, mushikane kwa wema na mkiachana muachane kwa wema? Je, huu ndio wema wenyewe? La tatu katika yale ambayo kwamba ni yenye kutokea, ala wa inna min suwari sayyi'a, katika sura mbaya zingine tunazozitenda, katika mambo mengine mabaya, ni kuchafuana heshima zetu, kama nilivyotangulia kusema, pasi na kuangalia mustakbal wa watoto, pasi na kuangalia wale watoto watakulia vipi. Hatuangalii hilo jambo, ili mradi hii kesi nishinde. Hata kama ni kuuza ng'ombe ili kushinda kesi ya kuku, niko tayari. Hata kama wale watoto watakuwa hawana sura ya kumwangalia mama yao baada ya siku ile, uko tayari, ili mradi tu kesi ile ushinde. Au kama ni mwanamke akawa ni mwenye kuzunguka kwa maami na baba wadogo, sijui wajomba, mashangazi, anazunguka, akisikia tu umeenda kutembelea sehemu fulani, kesho naye anakuja. Sio kuja kutembelea, anakuja kuhakikisha ulikuja kusema nini hapa jana, ili na mimi niweke mazingira vizuri. Kwa nini tusitosheke kusema kuwa haikuwa kheri, ni kama riziki ilikuwa imesimama, basi tumeachana? Kwa nini unapoulizwa kuhusiana ndoa yako iliyovunjika unaanza kufungua mafaili? Atadruna mal ghiba, Mtume anasema, je, mnajua ni nini kusengenya? Dhikru akhaka bima yakrah. Mtume anawaambia masahaba zake ni kumzungumza mwenzako kwa jambo linalomchukiza, hata kama amekosea. Masahaba akamwambia, afaraaita in kana fihi ma aqul, ikiwa yule ninayosema ni kweli, mimi nasema ukweli, sijamzulia hata kitu kimoja, nasema ukweli, amefanya hivi na hivi na hivi. Mtume anamwambia, ukifanya hivyo umemsengenya, na ukisema ambalo kwamba hana, umemzulia, umemdhulumu ndugu yako. Uko baina mambo mawili, ukisema ukweli alilolifanya, mshaachana. Kuna haja gani? Kama hamujaachana, mko kwa kadhi, pengine kuna haja ya kusema ukweli, sema. Mshatoa talaka, kuna haja gani ya kuzungumza maovu ya mwenzako aliyopita? Asa amerudi kwa Mola wake, at-taibu kama la dhanba la. Mtume anasema mwenye kutubia ni kana kwamba hana dhambi lolote. Kullukum khata'in wa khairul khata'in, kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kila mwanadamu ni mkosefu, kila mmoja wetu sisi anakosea. Mumeshaachana, hakuna tena alaka baina yenu, hakuna anayetaka kuwasuluhisha, watu wote washakubali, wewe uko kivyako na yeye uko kivyake. Kuna haja gani? Mtume anasema basi unapoongea maovu ya mwenzako, hata kama anayo haqqan, ni ukweli anayo, wewe ni msengenyaji, umemsengenya ndugu yako yule. Ndio tunarudi tena, wala tansal fadla bainakum, wala musiwe ni wenye kusahau fadla iliyokuwa baina yenu nyinyi. Mumeishi maisha mazuri nyuma,
Hajar TV, mwangaza kwa umma.